imeletea heshima nchi kwamba tuna miundombinu wezeshi sasa ya kuweza kufanya usafiri na usafirishaji. Mahitaji yalionekana wazi katika uso wa kila msafiri aliyekuwa akisubiri na nafasi zilizokosekana ili kusafirisha mizigo. Ziwa lilihitaji chombo ambacho kingeweza kubeba mizigo, abiria na kuhakikisha usalama wa safari. MV New Mwanza ilisanifiwa kwa kuwasikiliza wasafiri, wafanyabiashara na waendeshaji wa vyombo vya majini, lakini pia kuzingatia mazingira ya maji baridi yaliyopo katika Ziwa Victoria. Ubunifu ukawa mizani kati ya teknolojia na uhalisia wa matumizi, na kati ya viwango vya kimataifa na mazingira ya hapa nyumbani. Hii ni katika kuthibitisha meli itakuwa salama, na ni lengo kuu la serikali kufanya wananchi wake wanasafiri katika meli yenye usalama unaoendana na dunia ya leo. Meli hii ina mifumo kwanza ya kisasa. Mifumo hiyo inakusaidia wewe kama engineer, inakupa msaada ya kwamba inafanya automation, kwa maana ya kwamba itafanya yenyewe. Tofauti ya meli hii na meli nyingine katika upande wa teknolojia ni mifumo tofauti iliyofungwa humu ambayo inaitwa tofauti, ikiwemo mfumo wa uokoaji. Mradi huu umetekelezwa na wahandisi kutoka Korea wastani 15, wakiongoza wahandisi wa nchi hii wastani kama 30, na katika hao 30 ni wahandisi wa mkandarasi ambaye ni wa Korea, aliwaajiri kutoka nchi hii ni wa Tanzania, lakini pia ndani ya hao 30 kuna wahandisi wa serikali ambao wamesimamia mradi huu. Kutoka kwenye ramani mpaka kufikia uhalisia, safari hii ilijaa fahari na umakini wa hali ya juu. Chombo hiki kimeundwa kwa mikono na akili za Watanzania, kuanzia wahandisi, wasanifu mpaka wafanyakazi katika karakana ya meli. Umeme katika meli unachukua asilimia nyingi sana kuliko mambo yote. Kwa hiyo nilikuwepo wakati wa utaratibu wa kuweka generator, kuweka engine, kusambaza umeme katika meli nzima. Meli hii imejengwa kwenye mfumo wa umeme ulio salama, na mfumo wa electronics wa meli hii ni wa viwango vya kimataifa kwa kadiri ambavyo vinahitajika na mashirika yote ya duniani yanayohusika na masuala ya vyombo vinavyoelea kwenye maji. Meli hii inawezesha mpaka uzito wa tani 400 na uhai wake unapimwa kupitia simulizi za watu inayowabeba. Mkulima anayefikisha mazao yake sokoni kwa wakati, mwanafunzi anayesafiri kuelekea chuoni, nahodha anayeyajua vyema kila wimbi na mabadiliko ya hali ya hewa. Hapa hatujali muda kupitia ratiba za safari tu, bali kwa fursa zinazofikishwa mbali kwa haraka na kwa usalama zaidi. Imekuwa ni meli iliyojengwa ambayo ina vigezo vya kuweza kukizi kuoperate bahari kuu. Tukiwepo kwenye meli yetu hii, kuacha kupanda basi kuja kwenye meli yetu, kitu kizuri, tukiwepo kwenye meli ni sawa na upo nyumbani. Kuna option ya kulala chumbani, kuna huduma ya chakula, pia unaweza kuoga, kuna maji ya moto ya baridi, kuna taulo, unaweza kupiga mswaki kwa comfortable kuendelea na majukumu. Bali na hivyo, meli yetu mara nyingi inafanya safari za usiku. Kiukweli MV Mwanza imekuja kuleta mapinduzi. Tunazo meli zetu ambazo zilikuwa zina operate katika njia hizi, lakini ni ndogo. Kwa mfano meli kama hii ina uwezo wa kubeba hizi saluni kaa gari 20, lakini truck ina uwezo wa kubeba gari 3, jambo ambalo katika ziwa letu hili hakuna meli ya hivyo. Matokeo ya kazi hii yanaonekana wazi katika kasi ya ukuaji wa biashara, kushuka kwa bei za bidhaa na uzalishaji wa fursa mpya za ajira za nchi kavu na ziwani. Athari hii inaonekana pia katika jamii ambazo sasa zimeunganishwa kama majirani na kupandisha hadhi ya usafiri wa ziwani kwa kiwango cha juu zaidi. Kwa kuratibu usafirishaji wa pamoja, chombo hiki kinapunguza msongamano, kinaongeza ufanisi na kuimarisha usalama wa safari za ziwani. Uzinduzi wa MV New Mwanza una mchango mkubwa kwa uchumi wa mkoa wa Mwanza,
Kwanza inarahisisha safari za wananchi kutoka Mwanza kwenda Kemondo, kwenda Bukoba, baadaye wataenda Kenya Kisumu, na baadaye wataenda Port Bell kule Uganda. Kwa hivyo mawasiliano ya wananchi wa mkoa wa Mwanza, mikoa mingine na nchi jirani yatakuwa ni ya uhakika. Huu ni urithi, ushahidi wa kile ambacho Tanzania inaweza kubuni, kutengeneza na kuongoza. Dhamira yake ni kuwa chachu ya mambo yajayo na kuonyesha kuwa maji yanayotuunganisha yanaweza pia kutusukuma mbele kwa pamoja, kwa nguvu na kwa heshima. Na washauri wanawake wenzangu, kazi hizi si za wanaume tu, hata wanawake wanaweza wakafanya. Mimi binafsi nafanya kazi kama msaidizi wa nahodha. Kwa hiyo wanawake, jamani, tuonyenyuke, wasome, inawezekana kabisa. Nipongeze tena serikali kwa kuamua kuleta mkandarasi ambaye alituchukua sisi wazawa kuwa sehemu ya ujenzi wa meli hii. Kiacha elimu iliyoletwa ya ujenzi wa meli, lakini ujuzi na utaalamu kwa asilimia kubwa umetumika na sisi watu wa ndani katika kujenga meli. Kwa hiyo tumepata uzoefu wa kutosha, na sasa wengi ambao tumeshiriki katika ujenzi wa meli hii tuna uwezo wa kujenga meli nyingine yoyote. Kwa Watanzania wote waitumie rasilimali hii, waitumie meli yao, waitumie meli ambayo imejengwa kwa pesa zao, ili tuweze kufaidika na uchumi wetu uweze kukua kama tunavyotarajia kwa kuwekeza kwenye maeneo haya ya ziwa. MV New Mwanza ni chombo cha mabadiliko, ikisafiri kuelekea kesho iliyojengwa kwa imani, uwezo na kuongozwa na dhamira ya watu wanaopiga hatua kuelekea mbele kwa pamoja.